Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Rais wa Chama cha Wanasheria Tanganyika TLS Wakili Boniface Mwabukusi ametoa onyo kali kwa viongozi wa kisiasa na kijamii dhidi ya kutumia kauli zinazoweza kuchochea chuki au kuwagawa wananchi, akisisitiza umuhimu wa kulinda amani na mshikamano wa kitaifa. Mwabukusi ametoa kauli hiyo leo Jumatatu Februari 2026 wakati wa maadhimisho ya siku ya sheria nchini yaliyofanyika jijini Dodoma. Amesema kuwa katika kipindi hiki ambacho taifa linapitia changamoto mbalimbali za kijamii na kiuchumi, viongozi wanapaswa kuwa waangalifu na kauli wanazozitoa hadharani. Ameeleza kuwa kauli ya uchochezi zinaweza kuathiri ustawi wa jamii, kuvuruga amani, kudhoofisha umoja wa wananchi, jambo ambalo ni hatari kwa maendeleo ya nchi. Katika kipindi hiki nyeti, ni muhimu kwa viongozi wetu wenye dhamana kuhakikisha wanazungumza mambo yanayojenga umoja badala ya kutoa kauli zinazoweza kuchochea chuki au migawanyiko miongoni mwa wananchi. Hayo yamesemwa na Mwabukusi. Ameongeza kuwa viongozi wanapaswa kutumia majukwaa yao kuhamasisha mazungumzo ya kistaarabu, kuheshimu misingi ya kisheria na kulinda maslahi ya wananchi kwa ujumla. Hii ni Kasako Update na Adela Thomas. Mheshimiwa mgeni rasmi, TLS inatambua changamoto kubwa iliyolipata taifa letu kutokana na yaliyojiri kabla na baada ya uchaguzi mkuu mnamo mwezi Oktoba mwaka 2025. TLS inatambua zaidi kwamba ni lazima na muhimu kuwa na hatua za uwajibikaji ili kurejesha imani na matumaini ya wananchi katika taifa lao. Ni rai yetu kwamba kila anayetakiwa kuwajibika awajibike kwa maslahi mapana ya taifa letu. Katika kipindi hiki ni muhimu, na tuwaombe hata viongozi wetu wenye dhamana, anapokuwa hana jambo la muhimu sana kuzungumza, asizungumze jambo ambalo litatonesha mioyo ya wananchi. Tuombe hekima kwa Mungu ili tuweze kulirejesha taifa pamoja. Hapa tulipo sipo, na tusipokuwa makini huko tuendako siko kabisa. Tutafika mahali ambapo tutashindwa kurudi tulikotoka. Ni rai yetu kwamba zaidi kwamba tuangalie namna bora na shirikishi yenye kuaminika na wote, na msingi wa kutuongoza katika hili iwe ukweli, haki, uwazi na uwajibikaji. Ukweli, haki, uwazi na uwajibikaji. Hili litaturudishia matumaini. Nia yetu tuwape. Unajua, mtu anaweza asipate kitu, lakini akiona hata sefuria inachemka kumbe ni mawe, anaweza kahisi viazi vitapikwa, tutakula mchana. Kwa hiyo kelele na vilio vinaweza vikapungua. Tuangalie sana hilo. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.